mimi. Hawa watoto mwezi mzima, Ramadhani mzima, hawa halikuwa wafungi, alikuwa haeni chuoni kuchapata dhambi. Wankona upokea mwenge, wankona washa mwenge. Moto wetu wenyewe na kutuwasenyi wewe. Waonea huruma wanafunzi hapo mnaowaona. Haki zao hajapewa, pesa walimu wamevichukua. Kwa 500,000 wamechukua, wamewapata shilingi 60,000. Sio vizuri. Kwa hiyo walikuwa wanaona mbele na tuhamawia, hao walovaa uniform na watoto highlight, na walovaa nini watoto ambao watu wazee sisi wenyewe. Tunachukua watoto tukakabidhi, lakini kwenye malipo haki zao sio sawa na tuzitoa, sasa hatukubali. Watoto wetu haki zao. Hapa ni shule Michakaini msingi. Kwa hiyo walimu wenyewe wanaona aibu. Naona pale mwana mbele pale ndio hao ndio habari. Kuna jambo kidogo limeanza kujitokeza ambalo kwa kweli linaleta taswira mbaya. Baadhi ya watu wanatoa maneno ambayo haleti faraja kwetu, jambo ambalo linavunja moyo wananchi wetu na vijana wetu. Wanapotosha umma juu ya swala zima la hasa vijana wetu wa halaiki ambao leo walikuwa tunatayarisha swala zima la malipo, lakini kuna baadhi ya watu wamewashawishi na kuwapa maneno ya upotoshaji na wakaweza kufanya vurugu, wakaona kama kuna fedha zimeletwa lakini hawakupewa, na kwa maana hiyo wamedhulumiwa, wameonewa. Lakini nataka nitoe ufafanuzi juu ya fedha hizi ambazo zimeleta kwa ajili ya halaiki. Shughuli ya vijana wetu wa halaiki ilipangwa budget kwamba kila kijana wetu atapewa shilingi 5,000. 5,000 ambazo siku ambazo zimefanyika shughuli hii ni siku 30. Na budget ilikuwa inaonyesha shughuli hii ifanyike kwa siku 30. Kwa maana hiyo kila kijana wetu anatakiwa apate shilingi 150,000 baada ya shughuli hiyo. Lakini kwa bahati ilipofika kipindi cha mwezi wa Ramadhani ambao ilikuwa kuna shughuli, kuna mwezi wa mfungo wa Ramadhani, hatukuweza kusema kwamba tukae tusiwape zile fedha. Sasa tukachukua bidii, tukakaa tukasema lazima tuwape nusu ya zile fedha ili waweze kufanyia shughuli zao kwa ajili ya mahitaji ya sikukuu. Tukachukua hatua kama mkoa, tukatoa shilingi 100,000 katika 150,000. Katika shilingi 100,000 ziwasaidie, na kilichobakia tutawalipa baada ya shughuli kukamilika. Kwa bahati nzuri tumefanya hivyo, tumewapa 100,000, lakini leo wakati wanakwenda vijana wetu kulipa pale, walifanywa vurugu. Kuna baadhi ya wananchi ambao wamepotosha, wakasema vijana wetu waliahidiwa au walikula fedha zimeletwa zaidi ya shilingi 300,000 kwa kila mmoja aweze kupewa, jambo ambalo si kweli kabisa. Fedha ambazo ziko kwenye budget ni shilingi 150,000 kwa siku 30. Kila kijana anatakiwa apewe shilingi 5,000, na tumefanya hivyo ili kumaliza hilo jambo. Lakini niseme kwamba wakati huo vijana tunapa shilingi 5,000, lakini kulikuwa na chakula, kulikuwa na mambo mengine. Yote haya ilikuwa kuna budget yake ambayo iko tofauti baina ya hizi fedha ambazo tulikuwa tunatoa cash na hizi fedha ambazo kwa ajili ya manunuzi ya chakula. Kwa bahati nzuri katika kipindi hiki cha Ramadhani siku 23 vijana wetu hawa hawakuweza kupata chakula kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani, na fedha za chakula ni fedha za manunuzi. Kuna fedha ambazo zinatakiwa zitoke cash, ni hizi 150,000 kwa kila mmoja, lakini chakula huwezi ukatoa cash, lazima ufuate taratibu za manunuzi ya fedha. Ndio lazima tukae, yule aliyetupa fedha tubadilishe matumizi, badala ya kusema kwamba fedha hizi tuwape cash, lazima tupate barua inayoonyesha kutoka kwa yule ambaye katuletea fedha hizi zitumike kwa ajili ya chakula. Ndio hapo mtafaruku uliopo. Wananchi wanataka wapewe fedha hizi za chakula, wapewe cash, ambao ni kinyume na utaratibu wa manunuzi. Fedha hizi haziwezi kutoka cash. Nataka niwaambie wananchi kwamba fedha hizi haziwezi zikatoka cash. Fedha hizi tumeomba barua tupelekewe ili ziweze kubadilishwa matumizi baada ya baada ya matumizi ya kununua bidhaa. Sasa hivi tupate matumizi ya kununua cash, tupate cash ili tuwape wananchi fedha hizi, kwa sababu fedha zao zipo, lakini zina utaratibu. Lazima taratibu za manunuzi zifuatwe ili ziende sambamba na ile sheria ya manunuzi. Tukiwapa cash ni kinyume na taratibu za manunuzi. Nawaomba wananchi wote, vijana wetu ambao tunao katika wilaya Chake Chake walioshiriki, hizi fedha zipo
na tunaomba utaratibu katika mamlaka husika ili tuweze kutumia kwa shughuli ile ambayo imekusudiwa. Hatuwezi tukazitoa fedha hizi tukawapa keshi mpaka tupate barua kutoka kwa mamlaka ili tuweze kuwapa keshi au tununue chakula tuwape chakula kama utaratibu wa manunuzi unavyoeleza. Kuna watu wanasema kwamba kuna siku 52 vijana wetu walifanya kazi ya halaiki. Kwa maana hiyo wanadai chakula kwa siku hizi na wanadai posho kwa siku hizi, lakini ni shughuli tulianza tarehe 9 mwezi wa pili. Nataka niwaambie wananchi kwa sababu sisi tunakwenda vizuri, lakini katika tarehe 9 na mwezi wa pili tulipoanza, kuna siku za Jumamosi na Jumapili lazima tuzitoe kwa sababu ilikuwa hawaendi. Sasa tumewapa siku 39. Tunajua ni siku 39, sio siku 52 kama wanavyodai, kwa sababu kuna Jumamosi na Jumapili. Watufahamu hivyo. Sasa tunajua tarehe tulioanza. Sasa lakini kuna watu bado wanapotosha umma. Naomba wananchi jamani, lengo ni amani, ni utulivu. Vijana wetu mkianza kuwapeleka mazingira ya kupotoshana, mazingira ya kufanya vurugu, hatufiki pahala. Sisi tupo, tumewekwa hapa kumsaidia Mheshimiwa Rais, kusaidia taifa. Naomba wananchi tukae pamoja, tushirikiane. Hizi fedha zipo kwa ajili ya shughuli hiyo. Hakuna hata shilingi moja iliyotumika vibaya, na tunaendelea kufuatilia kuona kwamba fedha zote zinatumika kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa.